Alhamdulillah alladhi la yablughu midhatahu alqailun wala yuhsi na'maahu al'adun wala yuaddi haqqahu almujtahidun alladhi la yudrikuhu bu'du alhimam wala yanaluhu ghawsu alfitan alladhi laysa lisifatihi haddun mahdudun wala na'tun mawjudun wala waqtun ma'dudun wala ajalun mamdud. Thumma as-salatu was-salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa ba'd. Yaqulu al-haqq subhanahu wa ta'ala fi muhkam kitabihi al-majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jana katika darasa yetu tulimaliza mazungumzo yetu katika aina ya 4 ya elimu, ambapo tuliona kwamba elimu au sayansi imegawanyika katika sayansi asilia, sayansi za kijamii, sayansi rasmi kama hesabu, lakini vile vile tuliona kuna masomo yanaitwa humanities yanayohusu mwanadamu kama vile lugha na historia na mengine. Lakini katika nukta za muhimu ambazo tulimaliza mazungumzo yetu ya jana ni katika kuonesha uhusiano uliopo baina ya sayansi za jamii na sayansi za asilia. Tumesema kwamba sayansi asili zina kanuni, na zile kanuni ndizo ambazo mwanadamu akifanya utafiti anazigundua, anafahamu kwamba kitu hiki kinatawaliwa na utaratibu huu. Na tukasema kwamba mtaalamu msomi haanzishi kanuni, bali hugundua kanuni zilizokuwepo. Anapotengeneza kitu chake hukitengeneza kwa kufata zile kanuni za kimaumbile, na yeye anatengeneza. Tuliwapigia mfano katika masala ya silaha, bunduki, bastola na maumivu au kifo anachokipata mtu. Kanuni inayotawala tulisema ni kanuni ya uzito na spidi, mwendo ukiwa ni wakasi sana na kitu kikiwa na uzito, kila uzito unapozidi ndio husababisha maafa pale kinapokwenda kukita katika kitu kingine. Kwa kujua kanuni hiyo ya spidi na uzito, wameanzisha silaha binadamu, bunduki, bastola. Kwa hivyo ile spidi inapotoka ile risasi ndio huleta maafa upande wa pili. Kwa hiyo mwanadamu anapotengeneza chake hukifanya kifanani na kanuni ambazo zipo za Mungu katika maumbile aliyoyaumba Mwenyezi Mungu, ndio akatengeneza hiyo. Vyote unavyojua vinaitwa teknolojia, mashine, vyombo vya usafiri, vyombo vya vita na vingine vya mawasiliano na vingine. Lakini nukta ya muhimu tuliosema ni kwamba zile kanuni ambazo ziko katika sayansi asilia vile vile ziko katika sayansi ya kijamii, na tumesoma aya za Qur'ani kadha wa kadha kuthibitisha hilo. Mfano wa hayo tumemwona Ibn Khalduni, yeye alipogundua kwamba staarabu zote duniani zimepitia katika hatua fulani: kukua, kuzaliwa, kukomaa na hatimaye kuja kufa, kuporomoka mpaka kufa. Alioanisha baina ya kanuni za kimaumbile na kanuni za kijamii, kama ambavyo mwanadamu huzaliwa akafikia baleghe, kisha akakua, akafikia mahala sasa akaanza kupoteza nguvu mpaka akawa mzee, ada kal urjunil qadim. Kwa hivyo jana tulitoa mifano ya kutosha ya uwiano uliopo baina ya kanuni za kimaumbile na kanuni za kijamii, baina ya sayansi asilia na sayansi ya kijamii.
Na Mungu aliposema wadrib lahum mathala alhayati dunya, alikutaka uangalie maisha ya kijamii tunayoishi hapa duniani, ili uyamurike haya maisha ya kijamii, uyafahamu kupitia kanuni za kimaumbile. Ndio akasema wadrib lahum mathala alhayati dunya kama'in anzalnahu minas samaa. Kwa hivyo haya maisha ya kijamii yanafanana na maisha ya kimaumbile. Vile mvua inaposhuka, fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Haya ni mambo ambayo tuliyagusia kwa kirefu katika darasa yetu ya jana. Leo tunaingia katika maudhui mapya, lakini nahitajia muda kidogo nidokeze pale tulipobakiza jana kiporo katika hayo tuliyotolea mfano, hasa katika upande wa wenzetu wa kimagharibi, ndio tuingie katika maudhui yetu mapya. Charles Darwin, nukta hii muhimu sana tusikilizane, na nimekuwa nikipata tabu mara nyingi kuieleza. Nataka leo nijaribu kuivunja na kuinyambua, labda itaeleweka inshallah. Charles Darwin tumemtaja ni muasisi wa fikra za evolution of man, kwamba mwanadamu alitoka katika hatua za wanyama akakuwa taratibu kwa miaka milioni kadhaa mpaka kufikia hapa tulipofikia. Ndio tumesema amepitia katika Homo erectus, Homo kadha mpaka kufikia katika Homo sapiens. Na nimewaambieni kuna Homo wa mwisho, huyu mtaalamu wa kisasa wa historia anamuita Homo sapiens, Homo Deus, al-insanu al-ilahu. Sitaki tuingie huko tutaingia mwishoni kabisa, kwamba elimu inakwenda wapi, mustakbali wa elimu ukoje. Mpaka hapo tuko pamoja. Sasa swali ni kwamba alichokigundua yeye Charles Darwin kilikuwa kinahusu sayansi gani? Asilia au sayansi ya kijamii au sayansi rasmi? Kwa mtu aliyokuwa katika mfululizo wa vipindi vyetu, anaonaje yeye? Mwanadamu alikuwa mnyama, akabadilika kutokana na mazingira, akakuwa taratibu mpaka ikafikia mahala akanyanyuka, mgongo ukasimama baada ya kuwa ulikuwa umepinda, mikono hii ikawa mifupi kwa sababu sasa inatumika matumizi mengine, ikawa midogo kuliko miguu, akanyooka mpaka akawa hivi al-insanu al-muntasib. Na wengine wakasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin, maana yake ni mwanadamu ambaye amenyooka, al-muntasibu al-dhahr. Hii inahusu nini? Sayansi asilia au sayansi ya kijamii? Sayansi asilia inahusu maumbile na mabadiliko yanayotokea katika maumbile, si ndio? Mpaka hapo tumeelewana. Na jana tumezungumza kwa kirefu kuhusu uhusiano baina sayansi asilia na sayansi jamii, na kwamba vyote vinatawaliwa na kanuni. Kule kuna kanuni za kimaumbile na huku kuna kanuni za kijamii. Mifano inatosha na iko mingi sana, lakini tumetoa baadhi, si ndio? Baada ya kufa yeye au baada ya kuondoka, baada ya kuanzisha lile, nataka vijana wakasome na wale vijana wa vyuo vikuu wasome pia. Kuna mtu anaitwa Herbert Spencer, alikuja muda mchache baada ya Charles Darwin, akaanzisha nadharia mpya. Mnajua inaitwaje? Inaitwa social darwinism. Maana yake udarwini wa kijamii. Katoka katika kanuni za kiasili za kimaumbile, akazalisha mtazamo wa kijamii unaotokana na kanuni ile ya kimaumbile ya Darwin. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Yani hizi ni fikra ambazo yeye hajazianzisha Darwin, hajazisema. Akizaliwa upya leo hii akisikia atashangaa, lakini zimetokana na fikra zake. Zimeitwa social darwinism, tutaita ni udarwini wa kijamii. Yani yale ambayo uliyaona katika maumbile aliyoyasema Darwin, akayahamisha akayapeleka kwenye maisha ya kijamii. Sasa Darwin anafika, ndo hapa mahala nahitajia huu uzi mwembamba tuuone.
Katika fikra za Charles Darwin anazungumza kwamba maumbile, mazingira anayoishi kiumbe yanaathiri maumbile, umbo lake. Umeelewana? Ukitizama kitabu chake The Origin of Species cha mwaka 1859 kinaonesha kwamba alipita baadhi ya maeneo akakuta aina fulani ya ndege wana shingo fupi, lakini akaenda mahala pengine akakuta aina ya ndege kama hao lakini shingo zao ndefu. Tafsiri yake unajua ilikuwa ni nini? Tafsiri yake ilikuwa kwamba wale wenye shingo fupi alikuta maeneo ya chakula wanachokula wanakipata chini kwa urahisi. Kwa hivyo walikuwa hawana haja ya kunyoosha shingo sana, shingo zao zikabaki vile vile. Hawa ambao wana shingo ndefu, maeneo walikuwa wakiishi chakula lazima wakitafute kwa kunyoosha shingo zao, ndio maana wakawa na shingo ndefu. Nini tafsiri ya haya? Kwamba mazingira yameshawishi umbo, yamesababisha umbo likawa tofauti. Ana mifano mingi ikiwa wewe mwanadamu umebadilika kutokana na mazingira yanayokuzunguka. Sasa kuna vitu anavizungumza ndo nataka tuelewane. Kwa mfano, alikuza yeye na huyu Herbert Spencer kitu kinachoitwa statement qaida inayoitwa the survival of the fittest. Anayebaki ni yule anayeweza kulandana. Lugha ya kisasa hivi wanasema kulandana, yani kwenda sambamba na mazingira. Yani kuna viumbe vingi vinakufa mapema, alafu kuna viumbe vingine vinabaki. Tafsiri yake ya kiumbe kinachokufa mapema na kinachokufa haraka ni kwamba kile kinachokufa haraka kimeshindwa kupambana na mazingira yanachokizunguka, hata kama ni maradhi, ni mazingira hayo, sio? Na kile kinachobaki muda mrefu kikasurvive ni stronger, kimeweza kupambana na mazingira, kikaweza kuyashinda, kikabaki. Kwa hivyo kinachobaki ni kile ambacho kinakwenda sambamba na mazingira, kinaweza kupambana na mazingira. Kwa lugha nyingine ni kile ambacho ni strong, kawia, na kinachoondoka ni kile ambacho ni weak. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Kwa hiyo wanasema hivi, albaqa'u lil ansab, the survival of the fittest. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Hiyo ni kanuni moja. Lakini kanuni nyingine aliyoitumia yeye inaitwa natural selection, uteuzi wa maumbile asilia. Yani maumbile asilia yanaweza kuteua wa kubaki na mwingine akatoweka, lakini hateuliwi mpaka awe anakwenda sambamba na mazingira ananasibiana nayo, anaweza kufanana na hali halisi, anaweza kusurvive. Kuna vitu ukivizungumza hapa vinaelekea kwamba vina ukweli fulani, na mimi nitakupeni mfano wa zaidi ya hapo. Kwa mfano, sasa hivi maradhi ni mengi, kuna mtu anaugua mwingine haugui. Kuugua ni weakness katika mwili, kutokuugua ni kwamba yuko strong, si ndio? Sasa yeye anataka kusema mazingira yanashawishi sana maumbile ya mtu, lakini ataweza kusurvive yule anayeweza kupambana nayo. Nature inachagua, ina select. Al-intikhabu tabi'i ndio natural selection. Mpaka hapo tuko pamoja jamaa? Na kupeni mfano mtauelewa kwa urahisi. Chini ya natural selection kuna kitu kingine kinaitwa sexual selection, uteuzi wa kijinsia wa kingono. Yani mimi na wewe tuko hapa duniani baada ya kwamba wazazi wetu walipokutana, palitoka kitu, maji kwa mzazi wa kiume, yakaelekea katika yai kwa mzazi wa kike, si ndio? Yale maji yalikuwa yanabeba viini hai, ambavyo viini hivyo ni wewe na ndugu zako. Pakatokea kitu kinachoitwa sperm racing, mashindano ya vile viini hai vilivyotoka kwa nguvu. Mungu anaita kwamba ni ma'un dafiq min ma'in dafiqin, yani kule kuruka ni kama Mungu alipiga kengele
resi ianze, marathon ianze. Na katika vile viini hai ndani yake kuna mamilioni ya viini vinavyoweza kutunga mimba, lakini kishatangulia kimoja kikaingia, vingine vinakosa nafasi, sio? Kwa lugha nyingine, aliyeshinda nani? Ni yule aliyotangulia katika zile resi. Na kwa sababu alishinda, alitunukiwa zawadi. Zawadi yenyewe nini? Uhai. Ndio tunakuona wewe hapa sasa hivi. Kwa hiyo ulishinda, si ndio? Na vile vingine vyote vimekufa, baada ya muda fulani vinakufa, masaa kadhaa, havina uhai. Kwa hivyo wewe ulikuwa strong zaidi kutangulia, ukasurvive. Vile vimekwenda vikatoweka. Unaona, hiyo biolojia inaingia katika mantiki, lakini unapokuja kuitafsiri sasa katika maisha ya kijamii, ndio swala jingine. Nasema, nauliza, mpaka hapo tuko pamoja bila shaka? Haya, nakupeni mfano mwingine, mfano halisi sasa wa sexual selection. Unapokuwa na beberu la mbuzi nyumbani na vibeberu vingine, swali, hivi huyu beberu mkubwa akiona kibeberu kidogo kinapanda mbuzi, anakiachia? Hakiachie, atakwenda akifukuze, kwa sababu anataka apande yeye mwenyewe. Kwa hiyo japokuwa kuna vibeberu vingi na beberu moja, na yule beberu mmoja hawapi ruksa vile dhaifu vipande, ina maana yeye atapanda zaidi kuliko wao. Kama ni jogoo litapanda mtetea zaidi kuliko mengine. Swali ni kwamba mayai yale yakitagwa yatakuwa mengi ya nani? Lile jogoo kubwa. Yatakuwa vitoto vitakuwa nani? Lile beberu, sio? Atakaye survive zaidi nani? Yule strong. Na yule weak, muda wake wa kusurvive unapungua, kwa sababu kizazi chake nacho kinapungua. Mnaona hiyo fikra yenyewe namna ilivyokuwa, ambayo inahusu sayansi asilia, maumbile. Sasa nini maana ya social Darwinism? Herbert Spencer amekuja kuapply katika maisha ya kijamii, the survival of the fittest, kwamba binadamu strong naturally, yani kimaumbile, kule tumetoka kwa wanyama tumekuja kwa binadamu, ana dominate wale dhaifu. Yani ukiwa stronger, wale dhaifu lazima wawe chini yako, unawatawala. Kwa lugha nyingine, amewagawa binadamu baina ya superior na inferior. Yani kuna wanyonge inferior na superior, wale waliokuwa juu. Na ni maumbile ya asili kwamba superior adominate inferior, atawale wale ambao ni inferior. Fikra hizi zimetumika kujustify colonialism, kwamba ukoloni ni jambo la kimaumbile, sisi ni superior na wao ni inferiors. Kwa hivyo kimaisha, yeye akitizama kwamba jamii ya watu wa Afrika na watu wa Asia ni tabaka la chini, ni inferior, na sisi kimaumbile sisi ni superior. Ndio nadharia ya social Darwinism kuja kuapply katika maisha ya kijamii, kwamba kuna jamii ambazo lazima zitawale jamii nyingine. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Mmeona uhusiano huo wa social science na natural science. Sasa sitaki kusema kwamba fikra hii ni sahihi, lakini nataka kusema kwamba hata wataalamu wa kimagharibi wanakwenda mwendo huo, na elimu iko hapo. Hakuna elimu zaidi ya hiyo. Elimu ni katika kugundua vitu vilivyokuwa vya asili, kutaka kuvi-apply katika maisha ya kijamii. Umemaliza elimu, umemaliza kila kitu, sio? Na ndio utaona wazazi wetu wengi mara nyingi walikuwa ukizungumza nao atakuambia mambo ya kimaumbile afananishe na mambo ya kijamii. Ndio sayansi, ndio hikma. Unazungumza mambo ya afya, atakuonyesha mambo mengine ya kimaumbile. Na hikma iko pale. Kwa hivyo wadrib lahum mathala alhayati dunya, huu mfano wa maisha ya duniani unaweza ukaupima na mfano wa maumbile ya Mwenyezi Mungu. Najua wengi hawakwepo jana, tulitoa mifano mingi sana.
Kwa hivyo mwanadamu atazaliwa kama mwezi unavyoandama, kisha atafikia mahala atakuwa balagha ashuddahu wastawa, atakuwa na nguvu, atastawi. Anapokuwa baligh, ndio mwezi umeandama, umefikia mahala umekuwa mbala mwezi, unavutia. Kama ni binti anavutia wakati huo, anapendeza. Kisha baada ya muda tu kidogo, ada kal urjunil qadimi, anaanza sasa kuzeeka, anaharibika. Hata kama alikuwa mrembo, sasa panaibuka warembo wapya, yeye anapitwa na wakati. Hivi ndivyo Mungu ametoa mifano mingi ndani ya Qur'ani, mpaka akasema wakadhalika tukhrajun, katika aya ile ambayo tulisoma jana. Nadhani mpaka hapo tunaweza kufunga mlango huu, tuingie sasa katika maudhui mapya. Maudhui mapya ambayo tuliahidi huko nyuma kutokana na maswali mengi, ilikuwa ni kuzungumza maneno yanayoashiria elimu ndani ya Qur'an. Na neno namba moja ni elimu lenyewe. Nataka nikiri kwamba hatutoweza kukava maneno yote. Hili la elimu lenyewe tumechagua baadhi ambayo Mungu anazungumzia elimu kwa kutaja neno ilmu au alalimin au ya'lamun, ta'lamun, ilmu. Na aya zinazotuongoza ni aya za kwanza kushuka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pindi Mwenyezi Mungu alipomwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako mlezi ambaye ameumba. Khalaqal insana min alaq, amemuumba mwanadamu kupitia tone la damu. Na tumesema hiyo ni moja katika hatua za kukua kwa mwanadamu. Ukisoma Qur'ani utaona kwamba umetajwa turabi, tin. Haya maneno yote yametumika. Ma'in dafiq, maji yenye kuchupa, yani yenye kutoka kwa nguvu. Kwa hiyo ametaja vitu vingi. Lakini kwanza iqra, soma. Na Mungu kama wanavyosema ulama, hajasema soma nini, yana almutaalliqu mahdhufu. Vijana mnaelewa maana yake? Yani maf'ulun bihi haijatajwa, kile kinachotakiwa mtu akisome hakijatajwa. Ndio soma nini, hajatajwa. Hata wale wanaosema kwamba mtume alibanwa, ukweli ni kwamba hata wanaosema hivyo hawakusema kwamba mtume alisema nisome nini. Labda kama mtu anakosea tafsiri, wanasema alisema ma ana biqari'in, mimi si msomaji. Hakusema madha aqra, kwa wale wanaoamini hivyo. Kwa hivyo mutaalliq haijatajwa, ni mahdhuf. Na katika lugha hufutwa kwa sababu kama tatu hivi. Moja katika sababu ambayo tunaitaka ni ifadatul umumi, ili ku generalize kwamba kusoma hapa hapakusudii kitu maalumu. Kuna mara nyingine al-ijazu, mara nyingine li-itharatu tashwiq, kumfanya mtu awe na shauku ya kwamba ni nini kinachotakiwa msome. Hizo sababu tatu, si ndio? Ili kujenga shauku. Lakini hapa wataalamu wanasema kwamba hapajataja cha kusoma kwa sababu Mungu amekusudia kila chenye manufaa na mwanadamu, kilichopo sasa hivi na kitakachoibuka baadaye, kisome. Ndio ifadatul umumi, kumaanisha kwamba chochote kinachofaa kuwa ni ilmu kisome. Mpaka hapo tuko sawa sawa. Na kwa hakika hatusomi tafsiri ya aya hii, kwa hiyo tutapita juu tu. Lakini Mungu akasema iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, kahusisha kusoma kule kuwe kwa jina lake yeye ambaye kaumba. Na kusoma kwa jina la Mwenyezi Mungu kunaweka tahdidi al-ahdaf, kwamba kuna kufanya malengo yako tangu unaposoma yawe namna gani. Yani kusema kwamba soma kwa jina la Mungu, tayari Mungu kaweka hudud ya malengo ya kusoma, mipaka ya malengo ya kusoma. Yani usisome kwa ajili ya kujionesha, usisome kwa ajili ya cheo, usisome kwa ajili ya haimana, kuwatawala wengine na kuwadhulumu, usisome kwa ajili ya kufanya ufisadi katika ardhi,
kuangamiza binadamu wenzako kwa makombora ya nyuklia na mengine. Soma kwa ajili ya Mungu, vingine vyote vitafata baada ya hapo. Ukisoma kwa ajili ya Mungu hutovuka mipaka kwa kutumia elimu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa kusema hivyo katuonesha malengo yawe tangu asubuhi katika kusoma kwako yawe wazi. Ndio tukasema kule katika ulimwengu wa kibepari, tangu asubuhi mtu anasoma kwa ajili ya uchumi. Ndio kuna vijana vioni anasoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili anatamani kubadilisha kozi. Programu yake ya degree anataka kubadilisha. Mmoja kwa anasema, haina soko sasa hivi. Wanasheria wamejaa, hakuna biashara. Anatamani abadilishe programu yake ya degree. Kwa sababu kinachomsukuma yeye ni nini? Ni uchumi. Ni nyanya zina uhaba, watu wakilima wote nyanya lazima zishuke bei. Kwa hivyo wakiingia wote katika udaktari, thamani ya udaktari inashuka, wanahamia katika field nyingine. Lakini Mungu anasema soma kwa jina la Mola wako, hivi malengo yako yawe ni kumridhisha Mwenyezi Mungu, alafu fanya kazi kwa ajili ya Mungu. Kipato kinakuja ni matokeo. Watu wanadhani kufanya jambo fi sabilillah maana yake usilipwe. Fi sabilillah inatakiwa ndio itangulie. Hakuna mahali pameambiwa fi sabilillah maana yake usipewe kitu, usipate return. Fi sabilillah ni nia ya kwamba je, ukinyimwa kile utaendelea kufanya au utofanya? Utaendelea kufanya, si ndio? Kama ilivyokuwa ni wajibu wewe utoe elimu, ni wajibu wa jamii kutizame. Umeelewana? Wajibu wa jamii kutizame, na ni heshima usitafute kwamba wakupe, wao wawajibike kukuletea. Kwa jamii imeharibika, wenye pesa wanataka wawaendeshe kwa akili zao wasiokuwa na pesa. Sababu wenye akili wote wanasema kitu hichi hakifai. Wenye pesa akikwambia kinafaa, wewe mwenye akili utakitumia kwa sababu ya yule mwenye pesa. Ubepari umetufikisha hapo. Nawaambieni kila mara, maneno no pay no say sio ya mchezo. Ni maneno yanayotafsiri jamii ya kibepari, kwamba asiyetoa, yani yule anayemlipa mpiga zumari ndio anayechagua wimbo, si ndio? Kama nataka wimbo uwe huu, si wewe umelipia. Sasa tatizo liko hapo. Kwa hivyo Mungu anasema iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Kusoma kumeambatanishwa na Mola mlezi aliyeumba. Anayeambia wasome ni nani? Ni yule ambaye Mungu anasema wa'allama adama al-asmaa kullaha, kwa sababu kapewa nyenzo za kupata elimu. Sasa anaambiwa intaliq, nenda kachukua elimu. Na tumeambiwa tusome kama aya ya kwanza, kwa sababu kusoma ndio msingi wa maendeleo ya mwanadamu, ambaye Mungu anasema wasta'amarakum fiha, amekufanyeni mje hapa duniani muijenge, na kuijenga dunia kunahitajia elimu. Hilo ni moja. Lakini Mungu alosema inni ja'ilun fil ardi khalifa, ile khilafa inahitajia elimu. Yani ile khilafa mwanadamu, utawala wake katika dunia hii, nyenzo yake muhimu ni elimu. Hakupewa mbwa, hakupewa ndege, hakupewa mdudu, kwa sababu hawana uwezo wa kielimu wa kuweza kuendesha mambo. Tuko pamoja jamani? Ndio maana tumesema wakati fulani ibada ya wanyama kwa Mwenyezi Mungu ni kwenda vile walivyopangiwa. Hawana namna ya kwenda kinyume, sio? Pangiwa mnyama aende vile. Hataulizwa kwa nini ulitembea uchi, hataulizwa kwa nini ulizini, hataulizwa maswali haya, anakwenda vile. Na ndio maana wataalamu wa mazingira wanasema wanyama hawaharibu mazingira. Nature yao ni kwamba wanaishi katika ecosystem. Huyu mwanadamu aliopewa akili na ilmu ndio huweka ilmu pembeni akaharibu mazingira. Na ukimwona mnyama anaharibu mazingira, kwa mfano ng'ombe wanaharibu mazingira, ujue mwanadamu ndio kampitisha kule, kampeleka kule. Lakini akiishi maisha yake ya kawaida, hata wale wanyama wanaokula wengine, kuna ecosystem, wana balance wenyewe, ndio maana hawaishi, sio? Hawaharibu vyanzo vya maji, labda mwanadamu awafungie mahali fulani awaongoze kwenda kule. Tuko hapo jamaa? Sasa kapewa khilafa, kapewa usimamizi, lakini kapewa nyenzo za kuweza kusimamia. Ndio maana inni ja'ilun fil ardi khalifa wa
asmaa wasta'marakum fiha. Aya zote hizi zinaashiria kwamba nyenzo inayotakiwa ni elimu. Sasa kakuandaa Mungu akakupa nyenzo za kuweza kuendesha. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kakuweka sawa sawa, akakupa nyenzo za kufanya hiyo istimari, kwa maana ya kujenga hii dunia, sio kuibomoa. Kisha Mungu anasema khalaqal insana min 'alaq, kamuumba mwanadamu kupitia toni la damu. Mimba ikishatumbwa, kwa wale wakina mama, mimba ikitoka katika wiki zake za kwanza, kinachotoka ni damu tu kwa sababu yale manii yamekwenda kuwa yakabadilika yakawa damu, ganda la damu ilo ganda, ndio alafu inakwenda mpaka inaanza kubadilika, inakuwa nyama ambayo Mungu kaita mudgha. Mudgha ni kama nyama ilotafunwa ikaachwa, inakuwa namna hiyo. Inakwenda mpaka Mungu anasema fakasawna al-idhama lahma, anafikia mahala Mungu anatengeneza mifupa alafu anaivalisha nyama, sio mpaka unakuwa wewe fatabarakallahu ahsanul khaliqin, mpaka unakuwa kamili. Lakini swali ni kwamba Mungu anakuambia soma, alafu anaeleza mambo hiyo tulosema, hayo ni sayansi asilia au sayansi ya kijamii? Asilia, yani biology, mwanadamu namna alivyoumbwa. Ndio maana tunasema kwamba Uislamu hauzungumzii ilmu hizo mlizoziita za dunia tu au hizo za akhera tu, elimu zote, kwa sababu kasema soma, alafu baadaye akatoa baadhi ya elementi za elimu, viashiria vya elimu, kwamba wewe hujui umetoka huku, umeumbwa kwa hiki, ukakuwa mpaka ukawa mwanadamu. Hiyo ni elimu ambayo binadamu baadaye ameita biolojia, kaamua kuita hivyo. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum, sio Mungu kaita biology, sio, lakini kakupa uwezo wa kupachika majina, na kupachika majina ni moja katika nyenzo zinazosaidia sisi kupata elimu. Kama hujaweka majina ya vitu utasomaje? Utavitambuaje? Yani majina ni identity, ni kitambulisho kinachokusaidia usafiri safari yako ya elimu. Ndio maana baadhi wanasema wa'allama adama al-asmaa kullaha. Al-asmaa maana yake ni hiyo, kwamba kitu lazima ukiite, ukipe jina, alafu baadaye ndio unaweza ukahamisha ile ilmu kupeleka mahali pengine. Na jina ni nini? Ni hawiya, ni kitambulisho, ni identity. Kwa hiyo nikisema moyo unapata ile picha. Kwa hivyo elimu inasafiri kwa njia hiyo. Tuko pamoja mpaka hapo inshallah. Kwa hivyo Mungu kasema iqra, kisha katumia neno alaq ambalo linahusu nini? Biolojia ya mwanadamu, kiumbe hai huyu, namna alivyotokana na pande la damu akafikia hapa alipofikia. Maana yake soma, mfano wa elimu, fahamu wewe umetoka wapi, umetokana na hivi ukaumbwa mpaka ukafikia hapa. Mnyama hahitaji kujua ametoka wapi, kwa sababu hataulizwa kwanza unakwenda wapi, ulifanya nini, hataulizwa. Iqra wa rabbukal akramu alladhi allama bil qalam, soma na Mola wako aliyetukuka, mkarimu, mwenye heshima. Ndio nikasema mara nyingi hili neno al-akram limetumika sana katika kuonyesha kwamba fil ilmi karamatul insani, katika ilmu ndio kuna heshima mwanadamu. Inna fil ilmi karamatan lil insan. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaweza kusema iqra wa rabbukal arhamu al-a'lamu, lakini anasema al-akramu, wa laqad karramna bani adam ara'aita hadha alladhi karramta alayya. Nani amesema maneno haya? Iblis. Umemwona huyu ambaye umemtukuza kuliko mimi, la in akhartani ila yawm alqiyama la ahtanikanna dhurriyatahu. Kwa hivyo yeye mwenyewe Ibilisi anakiri kwamba Mungu amemtukuza mwanadamu, na mwanadamu heshima yake ni pale elimu yake inaambatana na maadili, sio? Yani maadili ni lugha nyingine. Lugha darasa letu tumesema nini? Ubinadamu. Tumesema ubinadamu. Kutokuwa na maadili, lugha darasa letu tumesema uhayawani, si ndio?
Ndio lugha darasa yetu. Ufisadi ni kukosa maadili. Kwa lugha darasa yetu kukosa ubinadamu. Sasa Mungu kupitia bwana mtume anasema mtume hivi, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mtume hakusema innama bu'ithtu liutammima al-akhlaqa, ametumia neno makarima, inna akrama laqad karramna bani adam, kwa sababu maadili, akhlaqi, ubinadamu ndio unaomfanya mwanadamu awe na heshima. Mtume anasema kwa hakika sijatumwa kwa jingine lolote lile ila nimetumwa kukamilisha utukufu wa tabia njema, kwa sababu katika tabia njema ndio kuna utukufu. Ikiwa huna tabia njema unaporomosha ule utukufu wote uliopewa. Ndio tukasema ubinadamu ni tabia njema. Ukikosa tabia njema ni uhayawan. Kwa hivyo Mungu anasema iqra wa rabbuka. Iqra imerudiwa mara mbili, sio? Na kukariri, kurudia kunaashiria kutia mkazo katika jambo. Mungu anasema iqra wa rabbuka, soma na Mola wako mlezi aliyetukuka mkarimu. Na katika hilo la kuwa ni mkarimu, kusoma kwako kutaongeza utukufu wako na ukarimu wako, heshima yako. Unajua ukarimu umeitwa ukarimu kwa sababu gani? Fil karam heshima. Katika ukarimu ndio kuna utukufu wa mwanadamu. Katika kumkirimu mtu ndio kuna karamul insan, kuna karamatul insani, heshima ya mwanadamu. Alladhi allama bilqalam, ndio tunatembea sisi, tunazungumzia neno ilmu, ambaye huyu Mwenyezi Mungu allama bilqalami, amemfundisha mwanadamu kwa kalamu. Nadhani aya hii tunaielewa vizuri. Ukisoma suratul qalam, kuna sura kamili inaitwa sura ya kalamu, nun wal qalami wama yasturun. Mungu anaapa kwa nun, na nun imetafsiriwa tafsiri nyingi na mufassirin. Wengine wamesema ni nabii Yunus kwa sababu ameitwa Dhannun, wengine wamesema ni kadha, wengine wamesema ni kadha, wengine wamesema ni wino unaotumika kuandikia dawati. Kwa hiyo kuna mengi yamesemwa, lakini sisi hatuko katika tafsiri ya aya hizo, tunataka kutizama mahali shahidi. Na wengine wamesema Allahu a'lamu bi muradi, Mungu ndiye anayejua muradi wake, makusudio yake. Lakini Mungu kaapa kwa nun, kisha kaapa kwa kalamu, nun wal qalami, kaapa kwa kalamu. Wama yasturun, na kaapa kwa yale yanayoandikwa, ambacho kiapo hicho cha tatu kinahusu kalamu pia. Hivi unadhani kuapa kwa kalamu jambo dogo? Kalamu imefanya mambo ngapi duniani? Kalamu maana yake nini? Tunazungumzia elimu. Kalamu maana yake ni kuitunza, kuihifadhi, na hadithi zimeonyesha hivyo. Qayyidul ilma bil kitaba, elimu ifungeni isitoroke kwa kuiandika, inadhibitiwa kuandika, sio? Kalamu ndio kigezo katika vigezo vya maendeleo ya civilization duniani. Yaani unatafuta kwamba kalamu imetumikaje? Kalamu si inanukuu elimu, inahamisha kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Kalamu haiandiki tu herufi na maneno haya, kalamu pia inachora. Kalamu ikichora unasoma kupitia mchoro. Ukienda sasa katika michoro ya zamani, mimi nikienda pale Kondoa pale katika mapango yale ambayo yamechorwa pale, nikatizama namna walivyochora, sinafahamu waliishi vipi. Na nimekwenda Singida, tumeona katika mawe yale, utajua maisha ya watu walikuwaje. Wamechora mbuzi, wamechora mkuki, mshale, unajua maisha yao yalikuwaje, sio? Lakini kalamu inatupa dhamana ya fikra kuendelea,
Yani fikra ikiasisiwa inatakiwa iendelee, isife. Lakini ile fikra itaendeleaje? Kalamu inatakiwa itubakishie fikra. Kwa hiyo inatupa dhamana ya kwamba fikra itaendelea, kama ambavyo tunasoma leo fikra ya Ibn Khalduni. Iliyotuletea fikra ya Ibn Khalduni nini? Ni kalamu. Imetutunzia fikra ile, imeiendeleza, sisi tunaendelea nayo, na kalamu itaihamisha kwa kizazi kingine ile fikra. Kwa hivyo inatupa dhamana ya fikra kuwa hai na kuendelea. Kwa lugha nyingine, tusome kupitia nini? Kupitia vitu vingi. Miongoni mwa vitu hivyo, kalamu ni ala muhimu, ni chombo muhimu cha kusafirisha elimu. Tukisema kalamu, ndugu zangu, kalamu imepitia hatua nyingi za mabadiliko. Anayetumia chaki, anatumia nini, ni kalamu tunazungumzia. Chochote kinachotumika kuandika ni kalamu. Unapotengeneza herufi katika tabu yako na nini, inaingia katika kalamu. Sasa unatumia kidole chako. Tumeelewana? Mwenyezi Mungu ameapa kwa hiyo kalamu kwamba ni nyenzo katika nyenzo za kuhamisha elimu. Ndugu zangu, hapa tulipofikia tumeanza kuzungumza kuhusu neno ilmu. Kesho inshallah tutaendelea hapa tulipokomea. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.